Iran imeweza kuzindua wimbi jingine la mashambulizi makubwa kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 4 dhidi ya Israeli pamoja na Marekani. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Kiislamu maarufu kama IRGC kimetangaza hivyo. Wakati wa hatua ya 40 ya operesheni hiyo, makombora ya meli ya daraja la Kadri, makombora ya balistiki ya Emad na Kibari Shekan pamoja na silaha za hypersonic kombora la Fatah yalitumika katika mashambulizi hayo. Televisheni ya taifa ya Iran imeweza kuripoti hivyo kuhusu pia aina makombora ambayo Iran imeweza kuyatumia katika mashambulizi hayo, ikiwa ni pamoja na balistiki ya Emad na Kibari Shekan pamoja na kombora la silaha za hypersonic. Lakini pia Iran imetumia kombora la Fatah katika mashambulizi ya hivi punde ambayo yamefanyika usiku wa kuamkia leo Alhamisi, Machi 12, 2026. Kulingana na taarifa hiyo, imeeleza kwamba shambulizi hilo liliweza kulenga eneo la Israeli na kambi za Marekani katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Jordan pamoja na nchini Saudi Arabia, ambapo jeshi la Israeli liliweza kuripoti kuzuia makombora hayo yaliyoweza kurushwa kutoka Iran kuelekea nchini humo. Jeshi la ulinzi la Israeli maarufu kama IDF limesema muda mfupi uliopita IDF ilibaini makombora yaliyoweza kurushwa kutoka Iran kuelekea eneo la jimbo la Israeli, ambapo mifumo ya ulinzi inafanya kazi ili kuzuia tishio hilo. Kamati ya mbele ya nyumbani imetuma agizo la tahadhari moja kwa moja kwa simu za mikononi katika maeneo husika, taarifa ya IDF imeeleza. Kuzinduliwa kwa awamu ya 40 ya mashambulizi ya Iran dhidi ya Israeli na Marekani kunaonyesha wazi kwa mgogoro huu umeingia katika hatua mpya yenye hatari zaidi. Hii si tena mashambulizi ya maonyo au ya kisiasa pekee, bali ni mkakati wa kijeshi wa hatua kwa hatua unaolenga kudhoofisha kabisa uwezo wa ulinzi wa Israeli na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Katika operesheni hii, Iran imetumia mchanganyiko wa makombora ya ballistic, makombora ya masafa marefu na silaha za hypersonic. Hii ni mbinu inayotumiwa katika vita vya kisasa, ambapo lengo si tu kupiga shabaha moja kwa moja, bali kuchanganya mfumo mzima wa ulinzi wa adui. Kwa kurusha aina hii au aina tofauti za makombora kwa wakati mmoja, Iran inalazimisha mifumo ya ulinzi ya Israeli kufanya kazi kwa kiwango cha juu sana, jambo ambalo linaweza kusababisha baadhi ya makombora kupenya na kufikia malengo yake. Silaha iliyovuta macho zaidi katika taarifa hii ni kombora la hypersonic la Fatah. Silaha za hypersonic ni moja ya teknolojia mpya zaidi katika vita vya kisasa, kwa sababu zinaweza kusafiri kwa kasi kubwa sana na kubadilisha kabisa mwelekeo wake angani. Hali hii inazifanya kuwa changamoto kubwa kwa mifumo ya kawaida kuzuia makombora. Ikiwa Iran kweli imeanza kutumia silaha hizi kwa kiwango kikubwa, basi hii inaweza kubadilisha kabisa mizani ya vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, Israeli imejibu kwa kuamsha mifumo yake ya ulinzi wa anga, kwani Israeli ina moja ya mifumo bora zaidi ya ulinzi wa makombora duniani, ikijumuisha Iron Dome, David's Sling pamoja na Arrow. Lakini hata kama mifumo hiyo ina kikomo chake, mashambulizi ya mfululizo na kwa wingi yanaweza kuanza kuichosha mifumo hiyo, hasa kama mashambulizi yataendelea kwa muda mrefu. Hapa ndipo tunapoona kile wanachokiita wataalamu wa kijeshi vita vya uchovu, kwani Iran inaonekana kutumia mkakati wa kurusha makombora mara kwa mara ili kuongeza kabisa gharama za ulinzi kwa Israeli. Kila kombora linalozuiliwa na mfumo wa ulinzi lina gharama kubwa mno, wakati mara nyingi pia gharama ya kuirusha ni ndogo zaidi. Na hii ina maana kuwa hata kama Israeli inafanikiwa kuzuia makombora mengi, bado inalazimika kutumia rasilimali kubwa za kifedha na kijeshi kufanya hivyo. Kipengele kingine muhimu katika taarifa hii ni kutajwa kwa kambi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na maeneo karibu na Jordan na huko nchini Saudi Arabia. Hii inaashiria kuwa Iran haitaki vita hivi vionekane kama mgogoro kati yake na Israeli pekee, bali kama mgogoro mpana unaohusisha Marekani pia. Kwa kufanya hivyo, Iran inalenga kuonyesha kuwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika ukanda huo uko hatarini. Hata hivyo, hatua kama hiyo pia ina hatari kubwa kwa Iran, kwani Marekani ina uwezo mkubwa wa kijeshi katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na manowari, ndege za kivita na mifumo ya ulinzi wa makombora. Shambulizi lolote linalosababisha hasara kubwa kwa wanajeshi wa Marekani linaweza kusababisha majibu makali sana ya kijeshi. Kwa mfano, kwa mtazamo mpana zaidi, tukio hili linaongeza hatari ya vita vya kikanda katika Mashariki ya Kati. Ikiwa mashambulizi yataanza kuathiri nchi nyingine au kambi nyingi za Marekani, basi nchi zaidi zinaweza kuingia moja kwa moja katika mgogoro huu. Hali hiyo inaweza kubadilisha kabisa mgogoro huu kutoka mapambano kati ya Iran na Israeli na kuwa mgogoro mkubwa unaohusisha mataifa mengine.
Kwa sasa kinachoonekana ni kwamba pande zote mbili zinajaribu kuonyesha nguvu zao bila kufikia hatua ya vita kamili vya moja kwa moja. Iran inaonyesha uwezo wake wa kushambulia kwa mbali, wakati Israeli na washirika wake wanaonyesha uwezo wa kujilinda dhidi ya mashambulizi hayo. Lakini kadri mashambulizi yanavyoendelea na awamu zinavyoongezeka, hatari ya tukio kubwa lisilotarajiwa pia inazidi kuongezeka. Tukio kama hilo linaweza kuwa shambulizi linalosababisha uharibifu mkubwa au vifo vingi, jambo ambalo linaweza kulazimisha upande mmoja kuchukua hatua kali zaidi za kijeshi. Kwa hiyo, awamu ya 40 ya operesheni hii inaweza kuwa ishara kwamba mgogoro huu bado haujafikia kilele chake na uwezekano wa hatua kubwa zaidi za kijeshi bado upo mbele. Na hii ndiyo taarifa pia ambayo imetufikia hivi punde kwenye meza yetu ya habari kutoka huko Mashariki ya Kati, ambako pia tunaona Irani kuendelea kuzindua mashambulizi ya makombora. Hasa pia taarifa kubwa ambayo tunaiona hapa ni kuhusu Irani kutumia pia makombora mapya kabisa aina ya Fatah, ambako tunaona pia ni kama taarifa mpya kwa Irani, ama ni rekodi mpya ya taarifa hii kuhusu Irani kutumia kombora la Fatah kufanya mashambulizi ya saa chache ambazo zimekwisha kupita siku ya leo ya Machi 12, ambako Iran pia ilizindua operesheni ya 40 ya mashambulizi ya kisasi kwenda huko nchini Israeli, lakini pia kwenye baadhi ya maeneo ya kambi za kijeshi za Marekani, hasa huko nchini Jordan pamoja na Saudi Arabia. Nikusihi tu ya kwamba basi taarifa zaidi na ripoti zaidi, endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, pia kufahamu yote ambayo yanajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita. Lakini pia unaweza ukajiunga nasi kwenye grupu letu la WhatsApp kwa nambari ya 0626619650, 0626619650. Unaweza ukanitumia meseji moja kwa moja au ukanipigia simu moja kwa moja, pia nikakupa utaratibu jinsi ya kujiunga na grupu letu la WhatsApp ili pia kupata taarifa hizi na matukio haya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Asante sana kwa muda wako, na pia karibu sana kwa baadaye kwa taarifa zingine zaidi kuhusu hichi ambacho pia kinajiri kutoka Mashariki ya Kati, lakini pia ulimwenguni kote.